Anyway, hatua ya kwanza ni kutambua uzito wa korosho zetu. Mteja wetu amehitaji korosho kilo moja, lakini sio kuhitaji tu, amehitaji tumwandalie katika portion ndogo ndogo ili na yeye aweze kutengeneza faida. Na hiko ndio kitu kizuri ambacho sisi kama Tanzanite, kama kampuni tunakuhakikishia kwamba wewe mteja wetu hatukuuzii tu korosho tukakuacha, hapana. Bali tunapokuuzia korosho wewe kama mfanyabiashara mdogo, tunahakikisha pia kupitia hizo korosho ambazo tumekupatia na wewe unaweza kutengeneza faida. Na hiko ndio kitu ambacho tunaenda kukifanya hapa. Mteja wetu amehitaji korosho kilo moja, lakini kupitia hiyo kilo moja ambayo kwetu amenunua kwa shilingi 18,000 anaenda kutengeneza faida ya shilingi 7,000 mpaka shilingi 10,000. Hauamini? Ungana na mimi mpaka mwisho, utaona ni namna gani korosho zina faida. Hatua ya kwanza, tunapima uzito wetu. Okay, sina uhakika kama inaonekana sana, lakini hii ni gramu 1,015 na pointi 15. Kwa hivyo hii ni kilo moja na vipointi kidogo. Wahenga wanasema mali bila daftari hupotea bila habari. Kwa hiyo mteja wetu amehitaji korosho kilo moja ambayo tumemuuzia kwa shilingi 18,000. Tumemuuzia kwa bei ya shilingi 18,000. Katika hii inabidi tuzikange vizuri na tuweze kuzipackage katika portion ndogo ndogo za 1,000. Kwa hiyo katika kilo moja hii inabidi tupate portion za 1,000 ziwe kuanzia 28 mpaka 30. 28 au 30, ambapo ukifanya zikitoka portion ndogo ndogo za 1,000, 28 au 30, tayari ashatengeneza faida hapa kutoka kwenye shilingi 18,000 mpaka shilingi 28,000. Hivyo ndivyo namna ambavyo unaweza kutengeneza pesa kupitia bidhaa hizi za korosho. Na sio hivyo tu, kuna njia nyingi za kuweza kutengeneza pesa kupitia bidhaa ya korosho. Kama hauniamini, ungana na mimi, vyote utavijua, vyote utavisoma hapa hapa.